Kwa nini mambo mabaya huwapata watu wema? Kwa nini dunia inaangamia kwa vita, majanga na magonjwa yanayodhoofisha? Kwa nini roho zisizo na hatia zinakutana na mwisho mbaya? Ikiwa Mungu ni mwingi wa rehema, kwa nini aliandika mateso makali katika hatima ya wengi? Na ninatakiwa kufanya nini kuhusu hilo? Miongoni mwa dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa labbaika wa sa'daika wal khairu kullu biyadika wa sharru laysa alayka ana bika wa alayka tabarakta wa taalaita. Hapa niko, Allah, kujibu wito wako, nikiwa na furaha kukutumikia. Wema wote uko mikononi mwako na uovu wa uhusiani na wewe kamwe. Mimi nipo kwa mapenzi yako na nitarudi kwako, umebarikiwa na umetukuka. Na Imam Ibnul Qayyim rahimahullah anatoa maoni yake juu ya hadithi hii nzuri na anasema, fatabaraka wa taala an nisba sharri ilayhi bal kullu ma nusiba ilayhi fa huwa khair. Allah ametukuka na aliinuliwa zaidi kwamba mtu amhusishe na uovu, badala yake kila kinachohusishwa naye ni wema. Wa sharru innama sarra sharran linqita'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi, na uovu unakuwa uovu tu kwa sababu umeondolewa kutoka kwa kile kilichohusishwa nacho awali na kisha kuhusishwa vibaya na Allah. Katika simulizi moja, mtu alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwomba ushauri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tatahimi llah fi shay'in qadahu lak, usimlaumu Allah kwa kitu alichokukadiria, na kwa hakika wale wanaozoea kumlaumu Allah kwa chochote watashindwa kuona majukumu yao. Dhahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas liyudhikahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyoyafanya mikono ya watu, ili Mwenyezi Mungu awaonyeshe baadhi ya walioyatenda, huenda wakarejea kwa kutubu. Wakati Mungu alipotangaza kwa mbingu kwamba Adam atakuwa ameumbwa ili awe msimamizi wa dunia hii pamoja na kizazi chake, malaika akasema, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, utaweka humo atakayefanya uharibifu humo na kumwaga damu? Allah anawajibu kwa kusema, inni a'lamu ma la ta'lamun, najua majibu ya maswali ambayo hata hamjayauliza. Najua kwa nini ninawaumba viumbe vyangu, najua ni chaguo gani nawapa. Na wengi wa wanasayansi walisema inni a'lamu ma la ta'lamun, hasa ilimaanisha najua kuhusu manabii na mashahidi na wale wema watakaotoka katika kizazi hiki ambao hufanya uumbaji wote wa binadamu uwe wa thamani licha ya kasoro zake. Kweli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee atatoka katika kundi hili la uumbaji hufanya iwe ya thamani. Dunia ilitupa watu wazuri ambao wangeangaza kwa wema wao katika vipindi vya giza zaidi vya historia. Kuhusu asili ya dunia hii, laqad khalaqna al-insana fi qabad, hakika tumeumba mwanadamu katika tabu. Na hivyo dunia hii ni kama ilivyotangazwa, ina majaribu na mateso, maumivu, ukandamizaji, vita, umaskini, majanga. Na machafuko ya dunia hii yalikusudiwa kukurudisha kwa chanzo cha amani, lakini pia yalikusudiwa kukufanya uwe chanzo cha amani. Uovu katika dunia hii unakuruhusu kuungana na majina ya Allah yaliyokamilika na kutamani kuwa kile unachoweza cha sifa zake. Fursa ya kuungana na Al-Karim, mkarimu zaidi, ingekuwa wapi ikiwa hakuna sadaka katika umaskini? Fursa ya kuonyesha subira ingekuwa wapi ikiwa hakuna maumivu ya kuvumilia? Na kisha kujiunganisha na Al-Sabu, Al-Halim, mwenye subira zaidi na mvumilivu zaidi. Na tunaona mifano katika watu wanaojumuisha kile tunachopaswa kufanya kila wakati. Zaid ibn Suhan radhiallahu anhu alikuwa sahaba aliyejeruhiwa mkono wake katika vita, na wakati damu ikitoka alikuwa akitabasamu.
Na baadhi ya watu walimfuata na kumuuliza kwa nini alikuwa akitabasamu. Akasema, ni maumivu yaliyokuja na yatapunguzwa kwa thawabu ya Allah, na katika tabasamu langu kuna faraja kwa wale waumini watakaofuata mfano wangu. Je, ni zaidi wangapi tumewaona huko Gaza wameweza kutabasamu huku damu ikitoka, wakitukumbusha ustahimilivu wao, huku wakituamsha kutoka kwenye uzembe. Na hivyo mtu anayeshuhudia mateso makubwa ya wengine anatambua kwamba matatizo yake ni madogo sana ukilinganisha na yao, na hiyo inamfanya shukuru kwa baraka alizochukulia kawaida. Ilisemekana kwamba Daud alayhi salam alimuuliza Mungu, kwa nini kuna mateso mengi duniani? Na Mungu akajibu, ni kwa sababu anapenda watu warudi kwake kwa shukrani. Je, ni watu wangapi wanaopotea katika dhambi wanaohitaji lengo la kuamini kwamba wana maana katika dunia hii zaidi ya kuishi tu? Wakati mwingine inachukua kutambua kwamba una jukumu kubwa zaidi la kucheza ili uache kurudi kwenye tabia zako mbaya za kawaida. Sababu yako sasa ni kubwa kuliko kazi yako, ni kubwa kuliko watoto wako, ni kubwa kuliko furaha yako. Ni kuhusu kuleta haki kwa watu wanaopitia shida zisizofikirika. Na tunapopotea katika dhambi tunajilemezea mzigo sisi na umma wetu, lakini tunapojitahidi katika wema tunajiinua sisi na umma wetu. Na malalamiko ya kipekee uliokuwa nayo yanakuwa yasiyo ya maana katika mpango mkubwa wa mambo. Inawezaje kulalamika kuhusu chochote wakati wao wanapitia yale wanayopitia? Sio tu hivyo, wanajibu kwa kuridhika na Allah licha ya uharibifu huo. Nami najibu kwa hasira kwa Allah licha ya baraka nyingi nilochukua kawaida. Una jukumu la kucheza katika mateso unayoyashuhudia, na umekengeushwa na udanganyifu wa mateso yako ambayo ni dhaifu ukilinganisha na yao. Na katika Lauhin Mahfudh, maandishi madogo ya hadithi hizi za kihistoria ni hadithi za watu ambao vitabu vya kihistoria vya dunia hii vimekosa, lakini si kwenye ubao wake wa mbinguni wala hati yako ya siku ya hukumu. Kuna kadari ya wale waliobadilisha mambo nyuma ya pazia, kadari ya wale wote waliochagua kuwa watazamaji huku ukatili ukiendelea, labda hata hadi kiwango cha dhambi. Kadari ya wale waliolainisha moyo wa mtu mwovu au kumkataa bila mtu mwingine yeyote kujua. Kadari ya wale ambao hawakuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa kwa chochote kwao, lakini labda waliambia mtu ambaye angeweza, hata bila kujua. Kadari ya wale watakaofika siku ya hukumu kama mashahidi wa uhalifu uliofanywa dhidi ya ubinadamu na kutamani kwamba wahanga wa uhalifu huo watawashuhudia wakiinuka kuwasaidia kwa namna fulani. Kwa hivyo, ni nini kilicho katika kadari yako kama muumini? Hakuna uchovu, wala ugonjwa, wala huzuni, wala maumivu, wala dhiki inayompata Muislamu hata ikiwa ni kuchomwa na mwiba, isipokuwa Allah huondoa baadhi ya dhambi zake kwa hilo. Na ni nini kilicho katika kadari ya umma huu wa waumini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ummati hadhihi ummatun marhuma laisa alayha adhabun fil akhirati, umma wangu huu ni umma uliofunikwa na rehema, hauwi na mateso katika akhira, bali mateso yake ni hapa duniani tu kupitia majaribu yake na matetemeko ya ardhi na mauaji. Kwa hiyo badala ya kuuliza Allah na kuletea nini kigumu, uliza unamjibu nini. Idha aradta an yaftaha laka albaba alraja fashhad ma minhu ilayk, wa idha aradta an yaftaha laka albaba alkhawf fashhad ma minka ilayk. Ikiwa unataka mlango wa tumaini ufunuliwe kwako, basi zingatia kinachokuja kwako kutoka kwake, lakini ikiwa unataka mlango wa hofu ufunuliwe kwako, basi zingatia kinachokwenda kwake kutoka kwako. Kwa nini uliletwa hapa duniani? Kwa nini Allah alikuruhusu sio tu kupitia majaribu uliyopitia, bali pia kuona mateso ya wengine? Kuna hekima katika kila kitu alichofanya, na katika sehemu zote za dunia utapata kwamba kuna hekima katika kuwepo kwako pia. Masuala ya kibinafsi unayopitia yanaweza kuwa ni utakaso wa dhambi zako au kuinuliwa kwa daraja lako, na matendo yako wakati wengine wanateseka yanaweza kuwa fursa kwako kuzingatia upya kutambua lengo lako duniani. Mara tu unapoelewa jinsi dunia inavyofanya kazi, jinsi hekima ya Mungu inavyopenya kila kitu na kunyenyekea mbele ya mipango yake,
basi unaweza kutazama majaribu yako kwa mitazamo mpya, macho safi, na kuendelea na maisha kwa lengo zaidi na shukrani zaidi. Kama Musa alivyokuwa na hasira kwa Al-Khidr kwa matendo yake yalionekana kuwa ya udhalimu. Ni kawaida kukasirika unapoona kitu kibaya duniani, lakini usisahau kupinga jeuri za Firauni wa siku yako na kuelekeza kujitolea kwa Asia kwa wahanga wake. Huo udhalimu ni ishara kwako. Anza kazi, badilisha unachoweza kwa mikono yako ili uweze kurudi nyumbani kwa Allah na dai la kweli kwamba ulifanya kila ulichoweza kuwa msimamizi mzuri wa dunia hii na maisha aliyokupa. Na inaweza kuwa kwamba mtu ambaye amenyimwa zawadi za maana zaidi zilizopewa wewe utotoni anangojea uamke na uwe zawadi yao. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal المؤمنون